Wakati wakiendelea kusaini, naomba nitaje mkataba utakaofuata ili tuwe tunajiandaa. Muda wetu umekwenda, tukimbizane na ratiba. Mkataba wa tatu utakuwa ni kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Jamhuri ya Kenya kuhusu usaidizi wa kisheria katika masuala ya jinai. Mkataba huu utasainiwa na Mheshimiwa Balozi Mahamud Thabit Kombo, Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki na Kati, na kwa upande wa Jamhuri ya Kenya utasainiwa na Mwanasheria Mkuu wa Kenya Mheshimiwa Dorcas A. Aduo. Shangilio katika kuonyesha nakala za mikataba hiyo. Wakati huo, waheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nje na Mwanasheria Mkuu wa serikali wa Kenya, tusogee eneo la kusaini mkataba unaofuata. Asante sana. Mkataba wa 4 utakuwa ni hati ya makubaliano kuhusu masuala ya kilimo kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Jamhuri ya Kenya. Mkataba huu utasainiwa na Mheshimiwa Daniel Chongolo, Waziri wa Kilimo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa upande wa Jamhuri ya Kenya utasainiwa na Seneta Mutahi Kagwe, Waziri wa Kilimo na Mifugo. Ni makofi wakati wakikabidhiana, wakipiga picha. Wakati huo Mheshimiwa Waziri Chongolo sogee pale mbele, na Mheshimiwa Waziri Kagwe wa Kilimo na Mifugo kutoka Jamhuri ya Kenya sogee pale mbele.
Mkataba wa 5 utakuwa mkataba kuhusu utambuzi wa vyeti vya mabaharia kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Jamhuri ya Kenya. Mkataba huu utasainiwa na Bwana Mohamed M. Salum, mkurugenzi mkuu wa shirika la wakala wa meli Tanzania, na kwa upande wa Kenya, mamlaka ya udhibiti wa usafiri wa majini nchini Kenya itasainiwa na CPA Omae Nyalandi. Asante sana. Namuomba Bwana Omar, mkurugenzi, sasa tusogee mbele na CPA Omae Nyalandi kwa upande wa Jamhuri ya Kenya, na nyinyi mtabakia hapo kusaini mkataba utakaofuata wa 6 kwa sasa. Asante. Wakati wa kumalizia bakieni hapo. Wakati wa kumalizia piga picha hiyo, sasa watasaini hati ya makubaliano kuhusu kuimarisha ushirikiano na usimamizi wa sekta ya usafiri wa njia ya maji kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Jamhuri ya Kenya. Wakati zoezi hilo likiendelea, hati itakayofuata kusainiwa itakuwa ni hati ya makubaliano kuhusu ushirikiano kati ya Taasisi ya Viwango Zanzibar na Shirika la Viwango la Kenya. Hati hiyo itasainiwa na Bwana Yusuf El Naso, mkurugenzi mkuu wa Taasisi ya Viwango Zanzibar, na mwenzake Bi Esther Ngali, mkurugenzi mkuu